Toa kondoo kama dhabihu ya kuweka sadaka ya mwaka kwa ajili ya ufanisi wako, kwa ajili ya maendeleo ya huduma, kazi yako ya kibiashara na kazi yako ya mikono yako na contract zako. Weka sadaka za dhabihu ya damu kwa madhabahu. Yaani toa dhabihu ya damu, wanyama, sacrifice, kama sadaka ya mwanzo wa mwaka, ili uweze kusababisha mambo yaweze kutendeka sawasawa na vile unavyotamani. Nimekupatia hii idea kwa sababu mwaka huu mwezi huu wa Januari nataka kujiandaa ili niweze kufanya sadaka ya kusaidia watu kuinuka kimaisha na kifedha na kibiashara. Wengi mmenililia sana katika mwaka uliopita, na katika mwaka huu nawatakia mwaka wenye mafanikio, mwaka ulio na heri njema, mwaka wa kufanikiwa zaidi. Hasa wale mnaofuata Dr. Wilson Swahili, Mungu awajalie mkamatana mimi, wale mnaotaka sadaka hizi tuweze kufanya. Nataka niwafanyie maarifa ya kutoa sadaka hizi za damu za wanyama ili muweze kuona mafanikio katika mwaka huu. Wewe una biashara yako, una kampuni yako, una factory, una huduma, una ministry, una kibiashara yoyote ambayo ungetaka kuweka misingi ya dhabihu yako. Najua tumerukaruka katika kugeuza mwaka, katika vilabu na katika makanisa na katika vituo mbalimbali vya sherehe vya kugeuza mwaka, lakini kuna sadaka ambazo ni za muhimu za kuelewa, kuzielewa na kuzijua, alafu kuzitoa ili ziweze kufanya kazi mbele yako kwa kusaidia mwaka huu. Najua kunazo sadaka wahubiri wamechukua kwa watu, sadaka ya mwanzo, mbegu sijui ya nini, mwanzo wa mwaka. Ni sawa, lakini natukufundisha maarifa. Wengine nikisema hivi wanasema damu ya Yesu imetosha. Damu ya Yesu mwanangu haikutolewa kwa ajili ya wewe kupata pesa. Wewe uone watu wengi wanaomba, wanatafuta, wanajifunika na hiyo damu, lakini pesa hawana. Hiyo damu haijatolewa kwa ajili ya kupata pesa. Hiyo damu ilitolewa kukununua wewe kutoka kwa dhambi. Inakununua wewe kutoka kwa dhambi na inafanikisha nafsi yako, ili nafsi yako ipate kuwa uhuru, ipate maarifa haya ambayo ninakupatia ya kutoa dhabihu hii kwa ajili ya jambo hili, kutoa sadaka aina hii kwa ajili ya jambo hili. Sasa ndio maana nakusaidia, lakini wengi hamuelewi hilo. Damu ya Yesu imetosha. Damu za wanyama hazihitajiki tena. Watu hawakuwa wanatoa damu za wanyama na damu za mandege huko nyuma ili watu wafanikiwe maishani. Walikuwa wanatoa ili wakaribie Mungu. Walikuwa wanatoa ili watakasike. Walikuwa wanatoa ili waangalau wasamehewe dhambi. Lakini leo damu ya Yesu imekuja ikamwagika msalabani kwa ajili yetu sisi ambao tunamwamini. Tumesamehewa dhambi, tukimwamini tumeoshwa kwa hiyo damu. Maandiko yanasema mmenunuliwa kwa damu ya dhamana, mmezaliwa upya kwa neno la lisiloharibika, mbegu ya neno la Mungu. Tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Sasa tumeokolewa, tumesamehewa, tumesafishwa. Lakini tuuoni kwamba tunasafishwa, tumeokolewa, tumesamehewa, lakini bado tunamuita Mungu katika lugha kurabashika, lakini mifuko hatuna, pesa hakuna, biashara zinayumba, mambo hayaendi. Mafungu ya 10 tumetoa, mambegu tumetoa na kila vitu tunatoa, lakini hakuna vitu haviendi sawa. Maombi tunaomba na kufunga tunafunga kweli kweli. Nataka nikueleze kitu moja. Sacrifice ya damu ya wanyama inakusaidia sana katika eneo hili. Moyo wako ufunguliwe, unielewe kwamba damu ya Yesu ilikufungua, ikupatia utajiri wa maarifa ya kiroho ili uweze kujua la kufanya kwa wakati wa sawa, kwa njia ya sawa. Sasa kipindi hiki kwa mwezi wa mwanzo tunajiandaa kama Global Solution kuleta matayarisho ya kusaidia watu kuweka dhabihu za damu za wanyama, dhabihu za damu za wanyama ambazo zinaweza kusaidia kwa kuinuka kwa biashara, kuinuka kwa maisha ya upande wa kifedha
na maendeleo ya mambo yako na project zako ambazo unafanya. Naitwa Dr. Wilson Tayo. Basi nawakaribisha, karibu mweche tuweze kujua la kufanya. Sadaka ambazo zitatolewa sio mbuzi. Usijaribu kulete sadaka ya mbuzi hapa ama kunipigia kuniambia mambo ya mbuzi. Sadaka ambazo nitakwambia kama unataka kujiengage katika sehemu hii ni sadaka za wanyama aina ya kondoo, sana sana wa kiume. Alafu jambo la pili, ndume wa kiume, yani a bull kuanzia miaka 7 kwenda juu wa kiume na ndume wa kiume. Hata ndama kuanzia miaka 3 inaweza fanya kazi, kuanzia miaka 3 kwenda juu, ndama wa kiume. Alafu na kondoo wa kiume, hizo ndio zinaweza kufanya kazi. Jambo la pili, isiwe na rangi nyeusi, isiwe na rangi nyeusi. Rangi zingine zinakubalika zote, ila ya rangi nyeusi, iwe ni kondoo iwe ni nini, isiwe ya rangi nyeusi. Maana hapa hatutumii utawala wa mashetani, hatutumii na wala hatupatii sadaka hizi kwa mapepo. Ni dhabihu tunatoa kwa ajili ya kazi zetu, tunatoa kwa ajili ya kufanikiwa na kuendelea. Ukipata zilizo na rangi nyeupe ni mzuri zaidi, lakini hata hizo rangi zingine zitafanya kazi, ila isiwe nyeusi. Mungu akusaidie kunielewa. Kama hujanielewa, fuata wale wahubiri ambao utawaelewa. Niache hivyo hivyo. Mungu akubariki.